Yemen yazidi kuwatia hasira Israeli na makomando wake. Kombora jingine la Yemen limepiga Tel Aviv mapema leo Alhamisi. Vyombo vya habari vya utawala kizayuni wa Israeli vimeripoti mapema Alhamisi kwamba sauti za ving'ora vya tahadhari vimehinikiza katika maeneo mbalimbali ya ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Wazayuni kufuatia kombora lililorushwa kutoka Yemen ili kupiga maeneo muhimu mno ya Israeli. Duru mbalimbali zimenukuu taarifa za vyombo vya habari vya ndani vya utawala huo vikiripoti leo Alhamisi kwamba ving'ora vya tahadhari vilikuwa vimewashwa katika sehemu kubwa ya ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Wazayuni zilizopachikwa jina bandia la Israeli, havikuwashwa Tel Aviv pekee. Kwa mujibu wa ripoti hizo, ving'ora hivyo vimesikika katika maeneo ya Tel Aviv, Rishon LeZion, Jaffa na Netanya baada ya kupokea ripoti za kurushwa kombora rocket kutoka Yemen. Kwa upande wake, mtandao wa Russia Today umelinukuu jeshi la utawala kizayuni likithibitisha habari ya kurushwa kombora kutoka Yemen na kudai kuwa mifumo ya ulinzi ya utawala kizayuni ilikuwa inajaribu kulizuia. Vyombo vya habari vinavyofuatilia taarifa za usafiri wa anga pia vimeripoti kuwa safari za ndege katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv zimesitishwa kutokana na kombora lililorushwa kutoka Yemen. Na watumiaji wa mitandao ya kijamii wamerusha picha na video zinazoonyesha kombora likipita kwenye anga ya ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na utawala huo. Kwa upande wake, mtandao wa Russia Today umelinukuu jeshi la utawala wa kizayuni likithibitisha habari ya kurushwa kombora kutoka Yemen na kudai kuwa mifumo ya ulinzi ya utawala huo ilikuwa inajaribu kulizuia. Vyombo vya habari vinavyofuatilia taarifa za usafiri wa anga pia vimeripoti kuwa safari za ndege kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv zimesitishwa kutokana na kombora lililorushwa kutoka Yemen. Nao watumiaji wa mitandao ya kijamii wamerusha picha na video zinazoonyesha kombora likipita kwenye anga ya ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na utawala wa kizayuni. Kanali ya 12 ya televisheni ya Israeli imetangaza kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa utawala huo ulikuwa umewashwa kujaribu kukabiliana na kombora hilo la kijeshi la Yemen. Serikali ya Yemen imetangaza wazi kwamba itaendelea kuvifunga viwanja vya ndege na bandari za Israeli kwa mashambulizi yake hadi pale utawala huo utakapokomesha jinai zake huko Gaza. Vilevile, shirika moja la kimataifa la kutetea haki za binadamu limesema kuwa takriban Wapalestina 26 wakiwemo watoto wadogo 9 wamekufa kutokana na njaa na ukosefu wa msaada wa matibabu katika ukanda wa Gaza unaozingirwa kila upande kwenye kipindi cha saa 24 zilizopita. Shirika la kufuatilia haki za binadamu la Euromed limesema kuwa ongezeko kubwa la vifo miongoni mwa wazee, wagonjwa na watoto linachangiwa na hali mbaya ya maisha iliyosababishwa kwa maksudi na utawala wa kizayuni kwa lengo la kudhoofisha na kuwadhuru watu. Shirika hilo lenye makao yake mjini Geneva, Uswizi, limesema masharti magumu yaliyowekwa na Israeli na pamoja na kuadhibu kwa njaa ya maksudi, kuwapa mateso makali na kuwanyima huduma za matibabu wananchi wa Gaza. Euromed imeonya kuwa kukosekana mfumo thabiti wa ufuatiliaji ndani ya Wizara ya Afya Gaza kutokana na vikwazo vikali kumesababisha vifo vingi kwa watu wasio na hatia na raia wa kawaida kutoripotiwa ipasavyo. Euromed pia imetahadharisha kwamba kulazimishwa watu wa Gaza kuhama maeneo yao kutokana na mashambulizi makali ya mabomu kunazidisha mgogoro wa njaa na kusababisha wakazi wa ukanda huo kupoteza akiba yao ndogo ya chakula na makopo walionayo. Shirika hilo la kimataifa la haki za binadamu limeyahimiza mataifa yote kutimiza wajibu wao wa kisheria na kuchukua hatua za haraka za kukomesha mauaji ya umati yanayoendelea kufanywa na Israeli kwenye ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli lilianzisha tena mashambulizi dhidi ya watu wa Gaza tarehe 18 Machi mwaka huu na kuua maelfu ya Palestina na kujeruhi wengine wengi. Vilevile, tovuti ya DW Ujerumani inasema mashambulizi ya Israeli kwenye ukanda wa Gaza yamesababisha vifo vya watu 82 wakiwemo wanawake kadhaa na watoto wachanga. Inaarifiwa kwamba misaada iliyokubaliwa na Israeli kuingia Gaza bado pia haijawafikia Wapalestina walio katika hali ya kukata tamaa, na hayo yamethibitishwa na Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas na hospitali za eneo hilo. Na haya yanajiri wakati ambapo mamlaka ya Palestina imesema kundi moja la wanadiplomasia limeshambuliwa lilipokuwa katika ziara ya mji wa Jenin ulioko ukingo wa Magharibi. Wanadiplomasia hao walikuwa katika ziara rasmi ya kutazama jinsi hali ya kiutu ilivyo, ndipo iliposikika milio ya risasi. Jeshi la Israeli limesema ziara hiyo ilikuwa imeidhinishwa, ila ujumbe wa wanadiplomasia hao ulipita njia tofauti na iliyokuwa imekubaliwa. Ndipo wanajeshi wa Israeli walipofyatua risasi iliyokuwa tahadharisha, na Uhispania imelaani tukio hilo.
Maswali yanakuja, kwa nini Uhispania imeongeza mashinikizo dhidi ya Israeli sasa hivi? Nini ambacho wanatizama mbele? Je, kuna ugomvi baina ya Netanyahu na uongozi wa Hispania? Bunge la Uhispania limepitisha muswada unaoitaka serikali ya nchi hiyo kuacha kuuzia utawala ghasibu wa Israeli zana zozote za kijeshi. Mpango huo uliowasilishwa na muungano wa mrengo wa kushoto wa Somar pamoja na vyama vya upinzani vya Podemos na Catalan Republican Left ulikabiliwa na upinzani kutoka kwa chama cha wafidhina cha People's Party PPP na chama cha mrengo kulia cha Vox, lakini hatimaye ukaidhinishwa kwa kura 176 dhidi ya 171. Mpango huo unatoa wito wa kupigwa marufuku usafirishaji wa zana za kijeshi zikiwemo helmet, vizibao vya kuzuia risasi, mafuta yenye matumizi ya kijeshi kwa utawala wa Israeli, pamoja na kuzifanyia marekebisho sheria za biashara za nje ili kuzuia mikataba ya kijeshi na utawala zinazotuhumiwa kuhusika na mauaji halaiki au jinai dhidi ya binadamu. Huko nyuma, Wizara ya Ulinzi wa Hispania ilitangaza kwamba mkataba au mikataba yote ya ununuzi wa silaha kutoka kwenye utawala wa Israeli ilisitishwa kuanzia tarehe 7 Oktoba 2023 isipokuwa ile inayohusiana na ukarabati na matengenezo. Waziri wa mambo ya nje wa Hispania aidha amesema nchi hiyo imeacha kuuzia silaha utawala wa Israeli tangu kuanza vita huko Gaza. Wizara hiyo ilitoa taarifa hiyo kujibu barua rasmi iliyotumwa na mawaziri kutoka chama cha muungano cha mrengo wa kushoto cha Uhispania, Somar. Chama hicho kilikuwa kimetoa wito kwa washirika wake katika serikali kutekeleza kikamilifu vikwazo vya silaha dhidi ya Israeli. Uhispania ni mkosoaji mkubwa wa vitendo vya jinai ya Israeli katika vita vya Gaza, hususan mauaji halaiki na matumizi ya njaa kama silaha dhidi ya Palestina. Viongozi wa vyama vya mrengo wa kushoto nchini Uhispania wamekuwa wakikariri ukosoaji wao mkali dhidi ya Israeli. Umoja wa viongozi hao wa chama cha Podemos, Ivan Belara, amemtaja Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, kuwa Hitler wa zama baada ya bunge la Uhispania kupitisha muswada wa kupiga marufuku uuzaji wa silaha kwa Israeli na kulitaka baraza la mawaziri la nchi hiyo kufanya mkutano wa dharura wiki hii na kutoa amri rasmi ya kupiga marufuku uuzaji wa silaha kwa utawala huo. Pedro Sanchez, waziri mkuu wa Hispania, pia amekuwa akiukosoa mara kwa mara utawala wa Kizayuni. Katika hotuba yake mjini Davos, Uswizi, Januari mwaka 2024, alionya akizungumzia mashambulizi ya Israeli dhidi ya Gaza kwamba usalama na utulivu wa Asia Magharibi uko hatarini na kwamba mashambulizi ya kinyama ya utawala huo yanahatarisha mifumo ya kijamii ya pande kadhaa katika eneo. Sanchez aliandika hivi karibuni kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba Israeli ni utawala wa mauaji halaiki na tuna haki ya kutokuwa na uhusiano wa kibiashara na utawala kama huo. Viongozi wengine waandamizi wa Hispania pia wamechukua misimamo muhimu kuhusiana na vitendo vya jinai vya utawala huo. Miongoni mwao ni Lon Bilara, waziri wa haki za kijamii wa Hispania, ambaye amesema Israeli imeacha mamia ya maelfu ya watu huko Gaza bila umeme, maji wala chakula na inawashambulia raia kwa mabomu ambayo ni adhabu ya pamoja na ukiukwaji hatari wa sheria za kimataifa. Jambo hilo linaweza kuchukuliwa kuwa ni uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari. Ingawa Uhispania inachukuliwa kwa miongoni mwa nchi za Ulaya zinazokosoa vikali utawala huo na kuunga mkono haki za Palestina, lakini misimamo ya nchi nyingine za Ulaya kuhusu vita vya Gaza na kuendelea mashambulizi ya kikatili ya Israeli dhidi ya watu wa ukanda huo kunaonyesha mgawanyiko wa wazi uliopo kati ya nchi hizo kuhusu swala hilo. Baadhi ya nchi za Ulaya kama Uhispania, Ireland, Ubelgiji na Norway zimetoa wito hadharani wa kutambuliwa taifa la Palestina na zimechukua msimamo wa kulaani vitendo vya jinai vya utawala wa Kizayuni katika vita vya Gaza. Hii ni katika hali ambayo washirika wa karibu wa Marekani barani Ulaya kama vile Ujerumani na Australia na nchi za Ulaya Mashariki kama Jamhuri ya Cheki na Hungaria wamechukua misimamo ya kuiunga mkono Israeli na kuendeleza operations za kijeshi za utawala huo wa Kizayuni katika ukanda wa Gaza pamoja na mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina kwa kisingizio cha kujilinda. Ujerumani ni nchi ya pili kwa mauzo ya silaha kwa utawala wa Israeli baada ya Marekani. Msimamo unaochukuliwa na baadhi ya nchi za Ulaya, mfano wa Uhispania dhidi ya Israeli kwa kulaani mauaji halaiki na utumiaji njaa kama silaha, na wakati huo huo kuzuia kutumwa misaada ya kibinadamu na utawala wa Kizayuni unaolenga kuangamiza watu wa Gaza na kuwalazimisha kuondoka Gaza, ni mambo yanayothibitishwa au yanayothibitisha wazi kwa zama za uungaji mkono wa pande zote kwa Israeli hata miongoni mwa nchi za Ulaya zimeisha. Tel Aviv bila shaka inaendelea kupoteza nguvu, laini na uwezo wake wa kuathiri maoni ya umma katika nchi za Magharibi, hasa Ulaya na Marekani, katika kuhalalisha vitendo vyake vya jinai dhidi ya watu madhulumu wa Gaza. Wakati huo huo, jinai za utawala wa Kizayuni dhidi ya Palestina wa Gaza ziko wazi na hazifichiki kiasi kwamba hata nchi za Ulaya mfano wa Hispania
zimechukua msimamo wa hatua za kivitendo na kushadidisha mashinikizo dhidi ya Tel Aviv. Mkuu wa chama cha Demokrati cha Israeli amekosoa jinai za kivita za utawala wa Kizayuni na kusema Israeli inaua watoto wachanga kwa ajili ya kujifurahisha, na mwenendo huu unaonyesha kutengwa na kukataliwa kwa utawala huo kimataifa. Yair Golan, mkuu wa chama cha Democratic, alitoa kauli hiyo akikosoa sera za baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu, akisema kama Israeli ingekuwa na busara isingeua watoto wachanga kwa ajili ya burudani. Golan aliongeza kuwa Israeli inasonga mbele katika njia ambayo itasababisha kukataliwa na kutengwa kimataifa kama ilivyokuwa Afrika Kusini katika miaka iliyopita. Meja Jenerali Yair Golan amelikosoa baraza la mawaziri la Israeli akisema baraza hili limejaa watu wanaopenda kulipiza kisasi na wasiozingatia maadili. Shukran kwa Babu Kivita ni Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.